Hello, kama kawa watazamaji, katika channel yetu tunatoa info kuhusu tech, na siku ya leo nitaelekeza jinsi ya kurekodi sauti kwa kutumia simu yako. Ninachomaanisha ni kwamba utakuwa na uwezo wa kupata sauti kali ambayo ni sawa na ungetumia voice recorder ambao umenunua. So kitu cha kwanza cha kufanya ni wewe hapo kusubscribe katika channel yetu ili uwe unapata updates mpya za video zote za tech ambazo nitakuwa nazifundisha. Na cha pili, utakuwa na uwezo wa kurekodi voice bila kutumia gharama kubwa na kutengeneza content zenye sauti nzuri ambazo zitakuwa zinawafikia watu wengi zaidi. So hakikisha unaangalia hii video mpaka mwisho na una comment kama utakuwa na swali lolote. Cha mwisho, usahau kushare hii video ili na watu wengine wazidi kujifunza. Let's go to the video. Tuone namna gani unaweza kurekodi voice yenye quality nzuri kwa kutumia simu yako. Kitu cha kwanza, tutaenda Play Store ili tupate recorder. Uta search tu recorder. Kama hivyo utazikuta zipo nyingi sana, ila kwangu mimi hapo wanapenda kutumia recorder ambayo tayari ina zipo nyingi. Uta download moja hapo. Mimi nayo hapa tayari ambayo nisha install. Kama hivyo. Kitu cha kwanza, utatakiwa urekodi voice yako mwenyewe. Kwa hapa haitawezekana kurekodi kwani na rekodi video nyingine. So nilisha rekodi voice, tuisikilize afu tukishaibadilisha ndio utaona tofauti yake. Habari, karibuni kwenye channel yetu ya Revon Tech. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kupata updates zote ambazo tutakuwa tunazituma. Pia dondosha comment juu ya somo gani tuweze kufundisha na tuboreshe kitu gani upande wa mafunzo yetu ambayo tunakuwa tunafundisha kwenye channel hii. So hadi hapo utakuwa umeisikia vizuri voice. Jinsi ya kurekodi mfano kwa kutumia recorder. Utakuja ukifungua kwa mara ya kwanza itakuwa ina view kama hii hapa. Then utaweka hapo juu sehemu ya standard. Hapo kuna standard, kuna interview, kuna speech to text. Hapo kwenye speech to text unaweza kubadilisha voice yako ambayo umerekodi iende kwenye maneno. Kisha hapo kwenye standard ndio unapoanza kurekodi. So tusharekodi voice na mmesikia vizuri. Sasa tunaenda kwenye setup ya pili ambayo tutatakiwa tuibadilishe voice ili iwe na quality nzuri, isiwe na kelele au mikwaruzo na vitu kama hivyo. So the next step, tutaingia Chrome. Chrome ni moja wapo ya browser nzuri sana na ambayo huwa naitumia, ila kama unaweza ukatafuta browser yote. Browser zipo nyingi, ni machaguzi yako mwenyewe. So kama hivyo tumei-update, then nitaifungua. Hakikisha hii video unaangalia mpaka mwisho. Tutafungua new tab, kisha hapo tutaisearch Adobe Podcast. Itakuja kama hivi, ndio logo yake. Kwa uta click, baada hapo kitu kinachofuatia utakuja sehemu ambayo kama unavyoona kwa mimi inaonekana hivi, ni kwa sababu nimeweka desktop site. Kwa hapo unaweza ukazima kama hivi.
kwenye simu yako itakuwa inaonekana hivi kama usipoika desktop site. Itakuwa kama hivi. So hatua ni zile zile. Mfano mimi napenda kutumia desktop site. So utakuja hapa, uta click sehemu ya go to enhance speech. Baada ya hapo utakuja sehemu ambayo imeandikwa choose files. Hakikisha unakumbuka ile recording yako ipo kwenye folder gani. So ukishaklik tu ile voice ambayo umerecord, itaanza kujiupload huko kama hivi. Then hadi hapo itakuwa imemaliza. So tutai-download. Ili tuweze kuona utofauti wake ni upi. Okay. Sasa tuisikie hii voice, kisha tutaenda tena kulinganisha na voice ya mara ya kwanza na utajua utofauti wake. Habari, karibuni kwenye channel yetu ya Revon Tech. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kupata updates zote ambazo tutakuwa tunazituma. Pia dondosha comment juu ya somo gani tuweza kufundisha na tuboreshe kitu gani upande wa mafunzo yetu ambao tunakuwa tunafundisha kwenye channel hii. I'm sure hadi hapo utakuwa umeona sauti ambayo tumeshaibadilisha kwa sasa hivi ina quality nzuri na inasikika, haina kelele. So twende tukaisikilize ile ambayo tulirekodi kawaida. Tukuja hapo kwenye list, tutaiplay. Habari, karibuni kwenye channel yetu ya Revon Tech. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kupata updates zote ambazo tutakuwa tunazituma. Pia dondosha comment juu ya somo gani tuweza kufundisha na tuboreshe kitu gani upande wa mafunzo yetu ambao tunakuwa tunafundisha kwenye channel hii. So huo ndo utofauti mkubwa ambao upo kati ya voice ambayo tulirekodi kawaida na ile ambayo tumebadilisha. So hizo zilikuwa ni hatua chache tu za kufanya ili uweze kutumia simu yako kama recorder na kupata sauti nzuri. Pia cha mwisho na cha muhimu, usahau kulike, kushare, kusubscribe na kuwasha alama ya kengele ili video tutakayokuwa na post mpya uweze kupata updates. Lakini pia dondosha comment juu ya somo gani tuweze kufundisha kwenye video ijayo.